Umoja wa Ulaya licha katika kipindi hiki kusema kwamba wanaweza wakaitenga Marekani na kuungana na Uchina katika masuala ya kibiashara, lakini kutokana na hali ilivyo pamoja na masuala mbalimbali ya kihistoria, ni wazi Umoja wa Ulaya pamoja na nchi zake zote hawawezi wakaikwepa Marekani. Umoja wa Ulaya ni tegemezi kwa Marekani, na hivyo kwa namna moja ama nyingine ni katika tu kutafuta njia za wao kuondolewa asilimia 25 ya kodi ambayo inatozwa na Marekani katika mwaka huu baada ya kuingia kwa Donald Trump kama rais wa Marekani. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Trump aliwahi kusema kwamba nchi za Umoja wa Ulaya zinanufaika sana kuliko inavyonufaika Marekani katika bidhaa zinazotoka na kuingia. Hata hivyo, miongoni mwa maeneo mengine ambapo nchi za Umoja wa Ulaya haziwezi kukwepa ni katika masuala ya silaha. Nchi za Umoja wa Ulaya zinaagiza silaha nyingi ambazo zinatengenezwa nchini Marekani, na uagizaji unadaiwa kuongezeka sana katika miaka mitano iliyopita na kuzua maswali mazito kuhusu iwapo bara hilo linaweza kufikia lengo lake kuu la kujitawala kwa ulinzi. Kwa ufupi ni kwamba mataifa ya Umoja wa Ulaya hayawezi kujitawala katika ulinzi na bado yataitegemea Marekani. Utafiti mpya uliotolewa siku ya Jumatatu na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm SIPRI, taasisi inayoongoza ya ulinzi na silaha, inaonyesha uagizaji wake wa silaha umekuwa ni mara 2.5 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Theluthi 2 ya bidhaa hizo zinatoka nchini Marekani. Uwezo wa Umoja wa Ulaya kutengeneza silaha zake wenyewe utaathiri kwa kiasi kikubwa jinsi inavyoweza kuilinda Ukraine baada ya Marekani kukata kupeleka silaha. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba kwa upande mmoja nchi za Umoja wa Ulaya zinaongeza uagizaji wa silaha kukabiliana na tishio la Urusi, lakini kwa upande mwingine mataifa ya Umoja wa Ulaya yanahitaji kufikiria jinsi yanavyojiimarisha na kujenga, huku pia yakihamasisha hisia kwa Ukraine. Wanachama wengi wa Umoja wa Ulaya hawakuanza kuongeza uzalishaji wao wa silaha za ndani hadi mwaka jana, mwaka wa 3 wa vita kamili vya Urusi nchini Ukraine. Nchi za Magharibi zimepoteza miaka hii mitatu na hazikujitayarisha kwa vita hivi vya muda mrefu au aina yoyote ya kuongezeka kwa usawa. Wataalamu wa mambo wanaeleza zaidi kwamba nchi za Umoja wa Ulaya kupitia Kaja Kallas, mkuu wa umoja huo wa Ulaya, ambaye amesema kwamba wanapaswa kuandaa fedha kwa ajili ya kujimarisha kijeshi. Ni wazi fedha hizo zitaingia tena nchini Marekani, kwani hawana mahala pengine pa kwenda kununua silaha. Ni Urusi pamoja na Uchina labda ndio maeneo wanayoweza kununua silaha pamoja na India, lakini kumbukwe mataifa haya mawili, hasa Urusi, ni taifa ambalo kwa namna moja wamekuwa wakiliona kama tishio, na wataamini kwamba kununua silaha za Urusi ni kama kuiongezea fedha Urusi kwa ajili ya mapambano yake huko nchini Ukraine. Hili halitowezekana, na kwa hivyo watarejea tena Uchina. Mwaka uliopita serikali ya Kiev ilijiwekea lengo la kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani milioni 1, lakini kufikia Oktoba ilisema ilikuwa imepokea milioni 1.3 kutoka kwa usambazaji wa Ukraine, na wanatarajia idadi hiyo kuongezeka hadi milioni 1.6 ifikapo mwishoni mwa Desemba. Lakini utafiti wa SIPRI pia unaonyesha kuwa katika miaka mitano iliyopita Ukraine imekuwa nchi inayoagiza silaha kubwa zaidi duniani, ikichukua asilimia 8.8 ya uhamishaji wa kimataifa, jambo ambalo linakinzana na lengo lake la kujitawala zaidi. Urusi pia kinyume chake imepoteza theluthi 2 ya soko lake la kuuza nje silaha katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, ikiwa ni pamoja na miaka mitatu ambayo silaha zake zimekuwa zikionyeshwa katika vita dhidi ya Ukraine. Kupungua kwa mauzo ya silaha za Urusi kulianza kabla ya uvamizi wake kamili wa Ukraine. Hii kwa kiasi kikubwa ilitokana na kupungua kwa maagizo kutoka China na India. Kwa mfano, India inahamisha uhusiano wake na usambazaji wa silaha kuelekea wauzaji wa bidhaa za Magharibi, hasa Ufaransa, Israel, Marekani, na licha ya matamko ya hivi karibuni ya hadharani kutoka kwa pande hizo mbili kwamba uhusiano kati ya India na Urusi unabaki kuwa wa kirafiki, mabadiliko hayo yanaonekana pia katika maagizo mapya na yaliyopangwa ya India ya silaha kuu ambazo nyingi zinatoka kwa wasambazaji wa Magharibi. Kwa upande wa China, kuongezeka kwa uwezo wake wa kubuni na kutengeneza silaha zake kuu kuna maanisha kwamba haitegemei sana uagizaji wa silaha kutoka Marekani kuliko ilivyokuwa hapo awali. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa wakati huu, na ni kwamba nchi za Umoja wa Ulaya ambazo zinajaribu kuitenga Marekani zinaonekana kukosa njia mbadala ya kuweza kupambana na Marekani, kwani kuna bidhaa muhimu hasa upande wa silaha
kulingana na SIPRI, ambazo wakati huu nchi hizo zimeagiza kwa wingi kuliko mataifa mengine ya nje ya Umoja wa Ulaya. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.